sauti. Umefuck nail lini? Tarehe 11. Wapi? Sema umefuck nail lini? Nataka useme umefuck nail lini? Toa sauti. Umefuck na Mwijaku lini? Umefuck na mpenzi wangu lini? Usinishike. Tarehe 11 umefuck nail wapi? Umefuck nail wapi? Hoteli. Hoteli gani? Haina jina. Hoteli zote za Sinza hapa zote zina jina. Wapi? Sinza ile ilipokutana Sinza. Mlikutana wapi? Mlikutana wapi? Umefuck naye wapi? Nataka kujua umefuck na mpenzi wangu wapi? Masaki. Unanisikitisha. Unanisikitisha sana. Usiku wa jana umeonekana umerudisha majeshi kwa katoto kale. Unamchanganya mtoto wa Kizanzibari sasa. Mara umeenda kwa yule mtoto, mara unarudi kwa huyu mdogo wangu. Hakuna alofanikiwa kwa zinaa Mwambino. Hakuna alofanikiwa kwa zinaa. Moja kati ya vitu vitakufanya uwe masikini Mwambino. Nisikilize. Moja kati ya kitu kitakufanya uwe masikini Mwambino ni zinaa. Hakuna mzinifu ambaye alifanikiwa kwenye maisha. Mimi hapa ninayekwambia, mimi ni kaka yako. Nimekuzidi kila kitu. Hakuna aliyefanikiwa kwa zinaa. Fuatilia maisha ya Kaumulutwe. Mungu aliinua ile nchi, kizazi kile akakipindua kichwa chini miguu juu. Hakuna aliyofanikiwa kwa uzinifu. Na unajua moja ya video ambazo zinasambaa hivi sasa kwenye mtandao wa kijamii zinamuonyesha mdada akishambuliwa na wadada wenzake, kitendo ambacho linataja jina la moja ya influencers maarufu lakini pia mtangazaji wa kipindi cha Crown pale jirani. Hapa namzungumzia Mwijaku ambaye amesikika jina lake likitajwa kwenye video hizo ambazo nimekuwekea hapo mwanzoni kwa uchache tu kwa sababu ya mambo ya copyright. Lakini kitu ambacho kinaweza kuzua maswali mengi zaidi ni kwamba jina la Mwijaku limetajwa hapo, ingawa hajatajwa Mwijaku gani, lakini ni moja kwa moja kwa video ambazo ameziposti Juma Lokole au kwa message ambazo ameziposti Juma Lokole. Ni dhahiri shahiri kwamba zinaonyesha ni Mwijaku huyu ambaye watu wengi wanamfahamu, kwa sababu Juma Lokole alishare video chati zao ambazo ni siku kadhaa nyuma wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan kwamba alikuwa na taarifa kuhusiana na Mwijaku, lakini Mwijaku alimfuata DM ghafla na kwa haraka zaidi kule WhatsApp na kumwambia azifute video hizo kwamba amtunzie siri kwa sababu wao ni marafiki. Sasa kitu ambacho kinazua maswali mengi zaidi kwamba huenda akawa ni Mwijaku huyu ambaye watu wengi wanamfahamu, kwa sababu wengi walizana labda ni Mwijaku mwingine ambaye wanamfahamu, lakini kwa video hizi ambazo ameziposti Juma Lokole au kwa message hizi ambazo ameziposti Juma Lokole ni dhahiri shahiri kwamba ni Mwijaku huyu ambaye anamfahamu. Kwa nini tunasema ni Mwijaku huyu? Kwa sababu Juma Lokole ameshare screenshot za chat hizo ambazo kwa haraka ameanza kwanza na chat ya kwanza ambayo inaonyesha amemsave Mwijaku tu, na kuna picha pale ya la Mwijaku ambayo ni picha ya nadhani ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mbali hivi, na ameanza hivi: ni siri, wife atamind, ni vitu vya muda mrefu, please mzee wangu, nipo ndani ya Ramadhani. Sawa, Juma Lokole akamjibu, sawa usijali, wewe wangu, asante ndugu yangu, nataka kujua nani kakurushia hiyo mzee wangu, namba yake nijue, ni demu mwenyewe au bibi, namba inaishia ngapi, unanichunia Juma sio, mie wako ujue. Oho, hayo ni maneno ya Mwijaku, lakini Juma Lokole akamjibu, achana nayo, yamepita, mtoa taarifa atajui ndugu yangu, sema sasa wakiona nimekausha watapeleka kwa Mange, jiandae. Anasema hizi ni chache ambazo baada ya kuposta taarifa zake fupi kwamba ana chakula cha ubongo wa habari ya umbea kuhusiana na Mwijaku alimfuata kwa haraka zaidi kule WhatsApp na kumwambia amstiri yuko mwezi wa Ramadhani na wife wake atamind. Juma akawa amekubali, lakini Mwijaku akawa anamlazimisha Juma Lokole kwamba amwambie ni nani ambaye amemtumia taarifa hizo au video hizo, lakini mwisho wa siku Juma Lokole alikataa kutaja na kusema kuwa mtoa taarifa hatajui, jambo ambalo watu wengi wamemlaumu Juma Lokole kwa sababu kitazama zile video ile mwanamke anavyofanywa yule mdada ni kitendo cha udhalilishaji, kwa sababu kuna watu wamemjeruhi, wamemshambulia, wadada wenzake, mbaya zaidi wamemchukua video akiwa na nguo tu ya ndani, yani nguo moja tu ya ndani, jambo ambalo si sahihi, na analalamika kwamba wanamuunguza, ni kama walikuwa wakimwagia maji ya moto, jambo ambalo watu wengi wameonyeshwa kuchukizwa na kitendo ambacho kimefanyika. Sasa watu wengi wamekuwa wakitagi peji ya polisi kuomba kwamba
waweze kumchukulia hatua Mwijaku na wale wadada waweze kukamatwa, ambalo tukio hili ni kama nataka kufanana kidogo na kina Nyundo, lakini hili tofauti yake ni kwamba wakina Nyundo walikuwa wanaonyesha kabisa wanachofanya kile kitendo, lakini hili wamemdhalilisha. Kwa hiyo ni udhalilishaji tu ule ule kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo watu wengi wameomba polisi iweze kuchukua hatua kali kwa wadada hawa, lakini wengine wameenda mbali zaidi kusema kuwa pengine wadada hawa wasimamishwe chuo kabisa, kwa sababu kitendo walichokifanya na kitu ambacho wanakifanya haionyeshi kama ni wasomi, bali ni wadhalilishaji, jambo ambalo limekuwa si sahihi. Kwa story zaidi unaweza kusubscribe na kuturn on post notification. Hii ni Scope Bongo. Tutaendelea kusogezea update zote kuhusiana na kisa hichi ambacho kinaendelea hivi sasa kati ya Mwijaku na hizi video ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii, lile atakalolisema na lile atakalosemwa na wanasheria na watu mbalimbali.